Vibration TV, burudani maskani pako. Waligani ndugu mpenzi mtazamaji wa Vibration TV na kusalimu popote ulipo duniani. Leo ni asubuhi nyingine, asubuhi yenye matumaini, asubuhi yenye mafanikio kwa upande wako na upande wetu pia, kwa maana kwa kuwa na fursa ya kuona mwanga wa asubuhi, nazo pia ni shukrani. Kwenye mic ni GKG Professional Augustus, nyuma kamera nikiwa na director Sam, mmoja kati ya director wangu ambao ni wabunifu sana. Leo nakwenda kukujuza taarifa ambazo ulikuwa unazo lakini ulikuwa una uhakika nazo. Nakwenda kukupa uhakika wa taarifa ambazo ulikuwa nazo au ambazo ulikuwa huna. Nakwenda kumzungumzia msanii ambaye anatambulika kwa jina la Luxman. Narudi nyuma kumzungumzia Luxman. Luxman ni mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya poa kwenye game. Vile vile Luxman ni mmoja kati ya wasanii ambao wakitofauti, ambao hapa kwetu Nyarugusu hajawahi kutokea msanii kama Luxman na tabia yake ile ambayo ina trend kwenye mitandao. Ule uhalisia aliouonesha kwenye ukurasa wake wa namaanisha Facebook pamoja na Instagram ni ukweli mtupu, kwa maana siku ya jana nilikuwa naenda kuzungukia mazingira ya Luxman, niliona kile alichokuwa anakifanya kina ukweli ndani yake. Baada ya msanii Luxman kumpoteza mama yake mzazi, alichukua jukumu la kuwalea wadogo zake. Kitu kama hicho ambacho ni kigumu kwa wanaume wengine au kwa wasanii wengine, ingebidi wachukue jukumu la kuwachukua watoto wao au wadogo zake awapeleke kwa mama yake mdogo, dada yake, shangazi yake, mjomba wake, awaende waishi huko, kwa maana kuishi nao ni kazi. Lakini Luxman amewakusanya wadogo zake na kuwalea ipasavyo. Hakuna mahitaji ambayo wadogo zake wanayahitaji akashindwa kuyatimiza, ikiwemo mahitaji ya mavazi, mahitaji ya chakula. Ilifika tu stage mpaka Luxman anakuwa ni msanii ambaye anadiriki hadi kuosha vyombo, kuchota maji, kufua nguo za wadogo zake, nguo zake, kufanya majukumu yote ambayo anapaswa kufanya mtu kama mzazi. Yani Luxman yeye ndo amegeuka kama mzazi wa wadogo zake. Malezi anaowalea wadogo zake ni malezi mazuri sana. Ningependa huu mfano wewe ni mfano wa kuigwa. Sijazungumza hivi kwa ubaya au sijazungumza hivi kwa kuongelea kitu ambacho hakipo, na nazungumzia uhalisia. Na vile vile nilifuatilia baadhi ya interview ambazo alifanya Luxman, alidai kwamba moja kati ya wanawake ambao wana vigezo na wana sifa za kuishi naye au sifa za kuolewa au sifa za kuwa naye kwenye mahusiano bimdada Mchina. Nimekuja kufuatilia taarifa za Mchina. Mchina ni mmoja kati ya wanawake ambao ni wapambanaji, anafanya majukumu yake, anajipambania mwenyewe, mwanamke ambaye hawezi kumwomba mwanaume kitu chochote kile ambacho labda kinaweza kuwa kinamsaidia mwanaume ajisikie ampe, na maanisha mwanaume ambaye anaweza kuwa yuko naye kwenye mahusiano. Lakini Mchina ni mmoja kati ya wanawake ambao anajipambania kwenye maisha yao. Luxman ni msanii ambaye alichukua tunzo ya chipukizi bora mkoani Kigoma. Je, unahisi tunzo hiyo inamstahili? Hakikisha dondosha comment hapo ili tupate maoni yako. Luxman ni wasanii ambao wanakubalika sana Kigoma, na ni msanii sasa hivi ni mmoja kati ya wasanii ambao wanahesabika kama wasanii wa Kigoma. Luxman bana, tumpe maua yake. Ijapokuwa sitapata nafasi ya kupiga naye mastori, ila nakuhakikishia ndugu mpenzi mtazamaji, kesho ama kesho yake tukipata muda wa kupiga naye mastori, basi nitakusogezea Luxman kwenye screen yetu ya Vibration TV ili tusikie nini atakachokwenda kukiongea zidi ya mambo ambayo tumekwenda kuzungumza siku ya leo na mambo ambayo yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Mmoja kati ya video ambazo zilinifurahisha na kunichekesha zaidi ni kumuona Luxman anasonga ugali, anawaogesha wadogo zake, anasomba maji, yuko na sufuria kubwa, na maanisha yale masufuria makubwa ya kupikia kwenye masherehe, na maanisha yale masufuria ambayo kwa lugha rahisi tunapenda tunazoea kuyaita vilinda. Anabeba vilinda vya maji. Ni mmoja kati ya wasanii ambao anaishi maisha yake, yani anaishi tofauti na wasanii wengine ambao ili atambulishe kitu ni kitu ambacho labda kina gharama, pengine anaweza kaonesha amenunua TV, amenunua godoro, amenunua sola, amenunua betri. Lakini Luxman alikuwa hivyo, anaonesha kila anachokifanya na maisha. Hata akisonga ugali anawaonesha, bana, nimesonga ugali wadogo zangu wanakula. Akipika wali na wadogo zake anawakusanya wanakula, anaonesha niko na wadogo zangu tunakula. Akiangalia wadogo zake uniform za shule anaonesha, akifua anaonesha. Ni mmoja kati ya wasanii ambao wanaonesha uhalisia wa maisha yao, na hiyo ni story fupi ya Luxman pamoja na bimdada Mchina. Na Luxman mpaka muda huu wapo kwenye mahusiano na Mchina. Sijui hilo wewe umelipokeaje, ila Mchina hajazungumza lolote kwenye media aina yoyote. Ina maana kuna namna fulani ujumbe wa Luxman kwa Mchina haujaingia vizuri, haujaingia ipasavyo. Ina maana kama Luxman alituma maombi ya mahusiano, nadhani Mchina atakuwa amemkatia jukwani. Hadi hapo nitakuwa sina mengi ya ziada. Ni kamera nikiwa na Dr. Say. Kwenye mic ni GKG Professional Augustus. Hakikisha umesubscribe, like na comment ili uwe moja kati ya familia ya Vibration TV, uwe unapata taarifa kila itwayo leo. Na sina mengi ya ziada. Ciao.
Vibration TV, burudani maskani pako.